Yo, mambo vipi mtazamaji wa SAUT TV, na hii leo tumekutana tena siku nyingine katika mahojiano yetu, na leo tumebarikiwa kuweza kukutana na baadhi ya wanasanaa ambaye pia ni mwanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi ya Mwanza hapa, tukiweza kujumuika naye kuweza kuzungumza naye mambo mengi yanayohusiana katika sanaa yake, lakini pia na maisha yake ya kawaida ya wanafunzi, hasa tukiwa tumeweza kulenga ni katika tukio linalotazamiwa kuwepo hapa hivi karibuni kuhusiana na tuzo. Kwa tunajaribu kuangalia maoni yake, jinsi ambavyo ilivyokuwa, na pengine pia ana mtazamo upi, anatazamia kipi kiweze kufanyika katika huu ujio wa tuzo mpya, kwa sababu hii sio mara ya kwanza, ishawahi kufanyika mara nyingi. Mwaka jana The Best alichukua kama msanii bora wa kiume katika upande wa hip hop, na katika sehemu zingine alikuwepo dada mmoja ambaye aliibuka kuwa mwimbaji bora na watu wengine. Kwa leo nimeweza kumwalika tuweze kujua ni yapi ambayo anayoyatazamia yeye kama akiwa mwanafunzi kwa mara ya tatu. Leo hii anashiriki, rafiki zake wengi waliweza kushiriki, na yeye pia alikuwepo katika kategori mbalimbali. Kwa endelea kusalia nami. Kama jinsi nilivyoweza kuambia, hapa tayari tuko na Nyusi MC. Yo, Nyusi MC, karibu sana. Shukrani. Kwanza kabisa, kwa mtu ambaye asiyekufahamu wewe, unajua mtu mwingine anaweza akasikia Nyusi MC. Je, ni nani hasa na unajihusisha na kitu gani? Nyusi MC ni mwanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino, nikiwa katika mwaka wa 3 nasoma kozi ya BAED, yani namaanisha education by professional. Pia ni msanii wa hip hop na drill music. Na okay sana. Imekuwa ni muda mrefu sasa hivi tumefahamiana mimi na wewe, lakini lengo letu la kuweza kukuleta hapa ni kuweza kuangalia juu ya ujio wa tuzo za SAUT Awards ambazo huwa zinatolewa kila siku, na mara nyingi huwa zinatolewa katika kuadhimisha siku ya Mtakatifu Agustino. Pengine kwako wewe, tuzo kama hizi huwa zinakupa tafsiri gani hasa zinapokuwa zinatolewa kwa wasanii mbalimbali, wakiwemo pia wana mitindo na waandishi bora wa vitabu na vitu vingine kama hivyo? Tuzo kama hizo, kwa mtazamo wangu naona tuzo hizo ni nzuri. Maana tuzo hizo zinakuwa zimebebwa katika sherehe ya kuadhimisha siku ya Mtakatifu Agustino. Katika siku ya kuadhimisha siku ya Mtakatifu Agustino, kutakuwa na performance mbalimbali, sawa? Inamaanisha kwenye hizo performance mbalimbali tutakuja tupate categories za watu tofauti tofauti. Watakuwepo wasanii wa hip hop, watakuwepo wasanii wa kuimba, watakuwepo madansa, watakuwepo comedian na wengine wanaojihusisha na masuala mazima ya kuimba kwaya. Ndio. Shaona. Kwa hiyo hizo tuzo ni nzuri pale ambapo inamfanya mtu mwingine ambaye hajawahi shiriki, ushaona, ambaye hajawahi shiriki katika hizo tuzo, ni kwamba akaze buti ili kusudi mwisho wa siku na yafikie malengo ya kuchukua tuzo ile. Kwa hiyo basi kwa ujumla tunasema kwamba tuzo hizo za Mtakatifu Agustino lengo lake ni kuangalia kwamba wale wasanii wadogo au washiriki ambao wana talenti tofauti tofauti wanaenda wapi na wanafika wapi. Kwa hiyo inamaanisha kama mfano The Best alichukua, aliyoko nyuma na yeye atakuwa na ashiki au chachu ya kuja kushiriki ili kusudi aweze kuchukua tuzo hiyo. Lakini kwa ujumla tuzo hiyo inakuwa katika siku ya kuadhimisha siku ya Mtakatifu Agustino. Kama hivyo. Sasa hivi kwako wewe unaenda kushiriki kwa mwaka wa 3, nikimaanisha ulishiriki mwaka wa kwanza, mwaka wa 2, lakini sasa hivi tena ni mwaka wa 3. Na bahati nzuri sasa hivi kwa zile za ndani nazozisikia, mwaka huu wewe ndio organizer kwa wasanii wote au washiriki wote watakao wania hizo tuzo. By the way ni kwamba mimi ni mshiriki ndio. Lakini mambo tofauti tofauti yanaweza akafanya nisiwe mshiriki. Kwa sababu gani? Uwezi ukapiga ndege moja kwa mawe mawili, si ndio? Au unaweza ukapiga ndege moja kwa mawe mawili. Hapo janielewa. Na maanisha kwamba maanisha nini? Sometimes unaweza ukapanga kwenye nafasi ya kuwa jaji, si ndio? Na pia una kipaji cha kuperform. Inamaanisha uwezi ukawa jaji na ukaperform. Na maanisha je, utaweza kujijaji? Hapana. Kwa hiyo sisi lengo letu tunachokifanya ni kuorganize wasanii wawe katika single party. Ili kusudi wasanii hao tukishawakusanya tujenge community ya wasanii wa sauti, na mwisho wa siku tuandae kitu kinachoitwa SAUT Awards. Tukishaandaa SAUT Awards tupange katika categories kwamba ni msanii fulani atashiriki katika categories fulani, na mwisho wa siku huyo atashiriki katika category fulani. Mwisho wa siku by the end tunakuja kupata
washiriki ambao watakuja wahusike na kuania katika hizo tuzo. Lakini mwisho wa siku sasa wale vinara watakao kuja kuibuka vinara kati ya washiriki ambao ni vinara watakuja wachukue tuzo kulingana na kazi walioifanya. Na maanisha nini? Juhudi zao katika kufanya performance za kuwania ile tuzo na wakuwa wamepigiwa kula na majaji na nini, wamehusika vizuri. Sasa hao ndo watakuja kuwa wahusika wakuu na wachukuaji wa tuzo na mwisho wa siku tutamtangaza mshindi wa tuzo ya Sauti Awards. Sawa. Kwa maana yake sasa hivi wewe unamaanisha mwaka huu unashiriki kama jaji? By the way siwezi kujua maana majaji wako wengi lakini sisi tumekuwa kama organizer kutafuta wasanii waliopo katika viunga vya sauti na kuwaweka katika single community. Lakini at the end of the day inaweza nikashiriki au nisishiriki. Kwa hiyo kuna probability either to happen or not. Sawa. Mwaka huu zinafanyika tena kwa mara nyingine, si ndio? Mimi ningeweza kupenda kusikia kutoka kwako. Katika hii miaka miwili ulioshuhudia utoaji na ugawaji wa tuzo kwa viongozi na watu wengine, unadhani kwenu nyinyi watu wa sanaa ni kitu gani hasa kingeweza kuendeshwa vizuri, wangeze kuongeza iwe kama chachu tena nyingine kwa nyinyi kuweza kufanya? Kwa sababu wengine walikuwa wanasema kuna changamoto mbalimbali katika vitengo. Kwako wewe mawazo yako ni yapi? Waongeze wapi na wapi washikilie ili kuweza kuendeleza zaidi sanaa ya sauti iendelee kufanya vizuri, lakini pia kuweza kuwapa thamani watu hao wanaohusisha kwenye sanaa, kwa sababu sasa hivi sanaa ni kitu kikubwa. Kuna content creators, watu wanaozalisha maudhui mtandaoni, wachekeshaji na watu wengine ambao wanafanya vizuri, wanamaliza kusoma, mwisho siku wanajiajiri. Kwa upande wako wewe kama msanii, ni vitu gani hasa ungeweza vipendekeza viongezwe na vingine tuvishikilie ili tuweze kufika mbali zaidi katika upande wa sanaa hapa chuoni kwetu? Kwangu mimi ni swali zuri sana kwamba ni wapi wapunguze, wapi waongeze na wapi tushikilie na wapi tuondoe kabisa. Kuhusiana na tuzo za Sauti Awards pamoja na kusherehekea katika siku ya Mtakatifu Agustino, na maanisha kwamba sherehe hiyo inakuwa katika kuadhimisha siku ya Mtakatifu Agustino. Kwa hiyo kuna baadhi ya changamoto nyingi au changamoto tofauti zinazotokea. Mfano, changamoto ya kwanza huwa ni changamoto ya vyombo vya muziki. Nazungumzia ala za muziki, maiki, speaker pamoja na ma DJs. Nakumbuka mwaka jana ilivyokuwa. By the way, unaweza ukakuta sauti ambao unaitumia wewe, si ndio? Sauti au chombo cha muziki kinachotumika kinakuwa sio kizuri, ni kibovu. Mwisho wa siku mtu anapanda jukwani, ni msanii wa kuimba, anaimba lakini hasikii vizuri. Au yeye mwenyewe anaimba ila hajisikii. Kwa hiyo hapo inamfanya yeye mwenyewe apunguze haki ya kushiriki. Lakini kingine ambacho kinatakiwa kipunguzwe ni upande mzima wa majaji. Tunapozungumzia majaji, tunazungumzia kwamba wale majaji ambao watakuwa wao ndo watu wa max kwa upande wa wale wasanii, wanatakiwa wasibezi katika mtu mmoja. Maana unaweza ukachukua tuzo ambayo haikustahili, ila aliyestahili kuchukua tuzo akashindwa kuchukua tuzo. Kwa inamaanisha majaji wao wenyewe katika upande wa kujaji wasanii wao wanatakiwa waangalie msanii yukoje. Na maanisha kwamba kama unamjaji msanii anayeimba laza, na maanisha R&B, huwa kuna general appearance au dress code ya kumwangalia huyu ni msanii ambaye anahusika na nini, anayehusika na muziki wa R&B. Kwa hiyo basi namaanisha kwamba ni kama ni yeye anatakiwa aonyeshe general appearance kuanzia chini mpaka chini, juu mpaka chini. Kwa namaanisha kwamba ni kiatu kinafaa, si ndio? Inamaanisha suruali inafaa au juu anafaa. Tofauti na hapo, ukiama katika upande mwingine, huyu bwana anaimba misingi, si ndio? Kwa kama anaimba misingi, inamaanisha na yeye anatakiwa aonekane kama ni mtu wa nini, mtu wa hip hop, nguzo tano. Kwa hiyo basi nikukatisha kidogo hapo. Unadhani pengine kuna mtu yeyote ambaye alishawahi kuchukua tuzo, kwa mfano kama mwaka jana, hakustahili kuchukua hiyo tuzo? Wako wengi. Kwa na maanisha mimi kwa upande wa majaji, unapomjaji mtu hakikisha unazingatia nini? Dress code. Basi rudi hapa jibu swali. Anazingua. Kwa ishara za mikono. Nikifanya hivi poa kidogo, mimi ni zoom maduda hapa. Sawa Kenny. Swali zuri sana hilo. Jibu, yani usiogope mtu. Mimi najibu. Mimi si hivi. Don't fear anybody. Hivi viangaza kitambo sana. Muuliza swali gani? Hapo mwaka jana, unadhani kuna mtu yeyote ambaye alichukua tuzo na hakustahili kuchukua hiyo tuzo, na ni nani ambaye
Yeah. Kwa mwaka jana Sauti Awards waliochukua tuzo walikuwa ni wengi. Kuna upande wa ambapo mimi nilifuatilia sana, kuna upande wa R&B aliibuka mshindi Lobby Star, na upande wa hip hop aliibuka mshindi ambaye aliitwa kwa jina la The Best. Sawa. Kwa inamaanisha kwa upande ule mtu jaji au jaji max zilizotoka ni kutomwangalia muonekano wa msanii. Msanii lazima uwe katika muonekano fulani. Pale unamaanisha kwamba The Best au Lobby Star hakustahili kushinda siku hiyo? Hayo sijasema mimi, hayo kwa sababu hapo tupo katika hicho kitengo kwamba tunajaribu kuangalia namna hapo ili tuweze kuyaweka sawa. Hapo takuwa na majibu mawili. Kwa upande wa majaji unaweza akakuta alistahili, lakini kwa upande wa mashabiki hakustahili. Maana wanasema jaji mkuu aga ni mashabiki ndio wanakuangalia wewe ukoje, si ndio? Kwa basi kwa upande wa R&B pia ni hivyo hivyo. Wapo walioibuka kusema kwamba huyu hakufaa kushiriki, huyu alifaa kushiriki, lakini huyu alifaa achukue tuzo, lakini huyu hakufaa kuchukua tuzo. Kwa hiyo mimi ninachomaanisha ni kwamba tumkimjaji msanii au comedian au dancer, tuangalie jinsi alivyovaa. Je, yupo katika muonekano wa kategori hiyo? Hapo tutamjaji vizuri. Yeah. Nafasi ilitolewa kwa wasanii kama nyinyi kuweza kuomba kura na tulikuwa tunapiga kura kupitia mtandao wa Instagram. Wanatengeneza pale sehemu ya kupigia kura na tulipiga kura. Ukijaribu kuangalia hata hivyo wasanii walioshinda, mimi nadhani ndio hivyo jinsi walivyokuwa wanachuana hata katika kura za wasanii za mashabiki zao, na hicho kilichoweza kutokea pale, performance ya mwisho ndio ikaamua kipi ni bora, na huwezi jua na huwezi ukafanya vizuri kila siku. Hiyo iko wazi kwa wasanii au kwa mtu yeyote ule. Unaona, unaweza ukaamka huko vibaya ukafanya vibaya. Mimi kwa jinsi ninavyoona ilikuwa na style, au pengine wewe kilikuwa kuna kitu gani kilicholeta ubaya pale? Sema katika changamoto za hapa na pale sikushiriki, lakini kwa upande mwingine walistahili, maana wao ndo walichaguliwa na majaji kuwa washindi. Lakini wazo langu ni moja, nashikilia pale pale. Unapomjaji msanii kama sisi artist au wana sanaa, lazima uzingatie, je, anaonekanaje? Ni kama comedian, yuko kikomedian kweli? Kama ni anaimba au ana rap, yuko katika muonekano wa rapping style au muonekano wa kuimba? Nashikilia hapo hapo. Okay, sawa. Sasa hivi limekuwa ni kuna jambo moja kuhusu wasanii wa sauti kuweza kufanya kazi ya pamoja ya kuweza kutuwakilisha sisi kama chuo, unaona, ambayo itaweza kujumuisha baadhi ya wasanii, na maanisha sio watu wote kama jinsi nilivyosema. Ishawahi kupita kwa kina Rashaki, walikuwa na wazo hilo toka kitambo, lakini sikujua ilishia vipi. Lakini hata hivyo Duridoja wanasema kwamba umoja haupo baina yenu nyinyi wasanii kuweza kufanikisha hilo jambo. Leo hii kazi na hamasa kubwa ipo mikononi mwako. Je, ili idea ni nzuri na unalifanya vipi ili kuweza sasa kulitimiza? Jitihada ziko nyingi, tunafanya organization katika madarasa tofauti tofauti, tukianzia katika diploma mpaka sedia mpaka fosia, wale wa sheria pamoja na watu wengine. Ndio. By the way, namaanisha kwamba ili kusudi tuweke umoja, inamaanisha tunachokifanya sisi ni kutengeneza grupu moja tu la Sauti Artisti. Baada ya kutengeneza grupu la Sauti Artisti, tunaanza kusambaza linki katika magrupu tofauti tofauti. Kwa wale ambao wataona wao ni wahusika, wataweza kujaribu kujoin katika hilo grupu kwa kufuata linki hiyo. Na sio atuishie hapo tu, inamaanisha kingine tunachokuja kukifanya ni kwamba tunaanza kuwatafuta sisi wenyewe katika madarasa yao. Mwisho wa siku tunafuata community nzima wasanii wa sauti. Tunaelekea katika zoezi la ugawaji wa tuzo. Pengine sasa wewe kama msanii una kipi cha kuweza kuambia wazalisha maudhui na watu wengine mbalimbali kuhusiana na uwepo wa Sauti TV wa Sauti TV pia kwenye nyinyi wasanii, lakini pia na uwepo wa Sauti Awards ni kama faida gani kwenu? Faida tunakuja kuzungumzia Sauti Awards. Sauti Awards inamfanya mtu kujengea chachu ya kufika parefu ambapo alistahili kufika yeye na sehemu nyingine ambayo hakustahili kufika, na kingine ni kukaza buti kufika hai. Tunazungumzia kwamba mtu anatakiwa aim high, afike mbele zaidi ya alipo. Ndio. By the way, kingine ni kwamba mtu atajifunza kupitia mtu mwingine aliyefanya kile kitu. Kwamba mimi mwenyewe ni msanii na fulani ni msanii. Je, kwa nini nisiwe kama yeye, au kwa nini nisishinde kama yeye? Ndio. Hivyo. Bwana, mimi nashukuru sana kwa muda wako, shehe wangu. Shukrani sana.
Na mtazamaji, huyo alikuwa ni Nyusi MC, msanii ambaye amewakilisha kundi la wazalisha maudhui na watu wengine ambapo wanapatikana hapa katika chuo cha Mtakatifu Agustino. Ulikuwa nami Benjamin Kazi, na hapo tumefikia tamati mwa kipindi chetu. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube pia. Tunatumia jina hilo la SAUT TV. Asante sana na shout out sana ziende mwende nyuma kamera Ushindi Watson Kadege pamoja naye Gilbert Paul. Mimi ni Benjamin Kazi, kwa heri.